Andiko lililoandikwa na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kwenye mtandao wa X, mwisho kabisa kwenye mstari wake wa mwisho, kabla sijakwambia andiko lenyewe linasema nini, amesema Project Freedom is Project Deadlock. Project Freedom is Project Deadlock, akimaanisha kuwa uhuru, unajua huu mradi wa uhuru ni mradi wa kifungo. Donald Trump juzi alianzisha kitu kinaitwa Project Freedom ambacho kinahusisha meli za kimataifa au zinahusisha nchi ambazo hazikushiriki au hazipo katika mgogoro, akisema kuwa yeye ndio mkombozi. Sasa anataka kufungua Hormuz ili meli ziweze kupita. Sasa nini kimejiri? Ukienda kusoma mfano jarida la Israeli la Haaretz, ile heading yake limeandika kuwa the United States and Iran are one step away from all out region war. Tunaweza tukasema hivyo kuwa wako one step away kurudi kwenye vita ya kikanda. Wakati huo huo, Korea Kusini, taarifa ambazo zimezungumzwa na vyombo vya habari vinasema South Korea to review joining US Strait of Hormuz operation. Korea Kusini inaangalia uwezekano wa kujiunga kwenye operation hii ya Marekani pale Hormuz. Amani iwe nawe, peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya, na mimi kuja kwangu hapa kama kawaida nakuja tu kuzungumza, kwa sababu ya kuzungumza ni mengi sana na hayaishi, na tunayazungumza kila siku. Rafiki zangu kule Kojani ambao huwa mara nyingi mnaniona simuni kama nyewe mnavyosema, t-shirt zenu ziko Chake pale Chake karibu na msikiti wa Chechani pale kwenye duka la vifaa vya pikipiki, na pikipiki zinauzwa pale kwa Alibai. Kwa wale ambao t-shirt zenu mlikuwa mmefanya order au wale hamjafanya order, ziko hapo, mnaweza kuchukua. Na watu wengine kokote t-shirt bado zipo, tunazitoa kwa members wetu. Rafiki zangu Lamu, Malindi na Mombasa, asanteni. Nadhani nimewaweka kwenye diary yangu baada ya ziara ya Unguja. Inshallah, ngoja tutaangalia. Ina uwezekano ziara yangu baada ya ziara ya Unguja ikafuata ziara ya Malindi, Mombasa na Lamu. Basi tuendelee kuzungumza tunayoyazungumza. Unajua, jukwaa hili ni jukwaa huru sana. Jukwaa hili halihitaji hisia. Kama umebeba hisia zako hasa za kiimani, hapa kufai, kwa sababu sisi tunazungumza siasa. Haijalishi majina yetu ni kina nani. Hizo hisia zako za kiimani ni za kwako wewe, lakini sisi tueleza mambo yaliyo wazi sana, na kwa sababu tunaeleza mambo yaliyo wazi sana, ndio maana unaona kuwa inawezekana wanazungumza wengi, na hata mwanzo wa mzozo huu kulikuwa kuna wazungumzaji wengi. Mpaka sasa mchele na chuya zimeshajitenga, mafuta na maji yameshajitenga. Imejulikana jukwaa gani ambalo linapaswa watu wabaki kusikiliza kile kinachozungumzwa. Jukwaa letu ni jukwaa kubwa ambalo limebaki na watu ambao wanafuatilia kila kinachozungumzwa au kila kinachotokea. Niwashukuru sana kwa hilo, kwa sababu wale watu wa matangazo, still matangazo yako huru sana. Namba zetu zinafahamika, mnaweza mkawasiliana nasi kwa ajili ya kuweka matangazo, kwa ajili ya kuweka sponsorship na mengine ambayo unaweza ukayafanya kwenye hii page kubwa kabisa ya habari ambayo inatazamwa na wazungumza Kiswahili kote duniani. Kote duniani, hujapoteza chochote ikiwa utaamua kuweka hapa. Sasa tuzungumze yanayojiri. Jana awali Irani IRGC, baada ya tangazo, nirudi kwanza, baada ya tangazo la Donald Trump kuwa asubuhi ya jana wangeanzisha utaratibu mpya wa kupitisha meli kwenye eneo la Hormuz, na Marekani akajaribu kusukuma meli zake ambazo za kijeshi kujaribu kupenyeza, kujaribu kufungua lile lango, kukafuatiwa na onyo ambalo lilitolewa kwa Irani kuelekea kwenye meli ya kijeshi ya Marekani, na meli ya kijeshi ya Marekani haikutii onyo hilo mara ya kwanza, mara ya pili. Mara ya tatu Irani wakarusha ballistic missile kuelekea kwenye meli hiyo ambayo baadaye iligeuza kurudi. Taarifa za awali za Marekani walikanusha kupitia CENTCOM wakisema kuwa hapakuwa na shambulizi lolote lililoelekezwa kwao, lakini baadaye walikuja na taarifa ambayo ilisema kuwa walifanya majibu kwa Irani kwa kuzamisha boti 6, speed boti 6, ambao wengine wanasema 7, baadhi ya vyombo vya habari vinasema 7,
za Irani ambazo ziliwafyatulia risasi na Irani ilifyatua makombora kuelekea meli za Marekani. Kwa hiyo hapo walithibitisha kile ambacho awali walikikanusha kama si kweli, kwa sababu taarifa hii ilianza kutolewa na Fars News kabla ya kukanushwa na vyombo vya habari vya Magharibi, lakini baadaye walithibitisha kupitia vyombo vingi ikiwemo CNN, Washington Post na The New York Times. Hata WSJ walithibitisha kuwa Marekani ilikiri kushambuliwa na Irani. Baada ya tukio hilo, IRGC wakatoa ramani mpya ya mchoro mpya ya udhibiti mpya wa Hormuz, wakionyesha kudhibiti maeneo kuanzia upande wa pili wa Irani mpaka upande mmoja kuja upande wa UAE, eneo la Fujairah. Upande wa pili ni kutoka upande wa pili Kashmi, kisiwa kile cha Irani kule, kutiririka tena mpaka upande wa Quwain, nayo ni UAE. Kwa hiyo wakatoa amri mpya ya udhibiti wa meli zote zilizo katika eneo hilo zitakuwa zikifuatiliwa na IRGC na zinapaswa kutii maagizo na amri ya kutoka IRGC. Muda huo meli ya Korea Kusini ikawa inatembea katika eneo la kati ya Omani na UAE. Irani wakaingilia kati kutoa onyo katika meli hiyo, ambapo ilikuwa katika eneo ambalo tayari wamechora mstari mpya kuwa imo ndani yake, kwa hiyo inapaswa iheshimu maagizo. Baada ya maonyo kadhaa, meli ile haikutii, ikashambuliwa na droni ikashambulia, jambo ambalo ndio nimekuanzia hapo mwanzo kuwa Korea wamesema kuwa South Korea to review joining US Strait of Hormuz operation. Wanafikiria kujiunga na operation ya Strait of Hormuz kufungua, na hili Donald Trump amelizungumza akasema kuwa sasa ni wakati wa Korea kujiunga kwenye operation hii ya kufungua mfereji wa Hormuz. Baadaye taarifa zikaanza kutoka kila upande kudai kudhibiti, Marekani ikisema kuwa ilipitisha Hormuz na ikapitisha meli zake mbili zenye bendera za Marekani kwenda upande wa pili, jambo ambalo limekanushwa vikali na upande wa pili wa Irani. Taarifa ya Marekani ya kuzamisha boti 6 imejibiwa na Irani ikisema kuwa hakuna ukweli wowote, hakuna boti zilizozamishwa, isipokuwa kuna meli mdogo za abiria na mizigo ambazo zimeshambuliwa na Marekani na kusababisha vifo vya takriban watu 5 ambao walikuwa wakivuka kati ya Hasab na Omani. Ndio taarifa hiyo ilisema. Sasa wanakanusha kuwa Marekani ilizamisha boti zao 2 za speed boat. Kuna wakati huwa nasema, jana nilisema kuwa wakati Irani imetupa taarifa kushambulia meli ya Marekani, kwa wale ambao wananifuatilia kupitia magroup ya Rahby, wakati jana nalizungumza hili, nilisema kuwa ikiwa kweli Irani wanatuambia kweli wameshambulia meli ya Marekani ya kijeshi, wanapaswa watuthibitishie. Manake sisi sio watu wa hadithi na kusikiliza simulizi, wanapaswa watuambie, watuthibitishie kwa ushahidi. Sasa kabla Irani hawajatuthibitishia, Marekani wao ndio wamethibitisha kweli walishambuliwa na Irani, kwa sababu taarifa iliyotoka CENTCOM na taarifa iliyotoka kwenye vikosi vya Marekani ikathibitisha kuwa majibu yao yaliyokwenda kwa Irani yalikuwa ni majibu baada ya Irani kuwashambulia. Manake kuwa hatukuwadai tena Irani kuwa tupeni ushahidi kile ambacho mnakisema. Tayari Marekani mwenyewe alitupigia mstari kuwa ni kweli walitushambulia. Kwa hiyo tunaiweka kuwa Irani alishambulia. Taarifa ya pili ya Marekani kushambulia boti za Marekani ndio ambayo sasa tunaweza tukaihoji. Tunahitaji ushahidi kuwa alizamisha hizo, kwa sababu katika taarifa hii, mfano ukisoma jarida la Al Arabiya leo, kuna taarifa moja imeandikwa hivi: US military strike on alleged drug boat kills 2 in Caribbean. Video na picha wameweka. Boti zilizopo Caribbean ndio hizi zinafanana na za Irani, lakini mara zote wanapofanya kule mashambulizi kule Caribbean kutoa video, kutoa kila kitu. Sasa wanapaswa watupe video kama hii ambayo wanatoa Caribbean, watuonyeshe kuwa zile walizozizamisha upande wa pili wa Irani. Lakini hii maana yake nini? Baada ya tishio lile la kushambulia meli, na kuja kwanza kwa UAE, nitakuja nikwambia maana yake nini. Muda kidogo Irani wakarusha makombora wastani 4 ya kwanza, na mpaka usiku ni jumla ya makombora 12 yalirushwa kuelekea Dubai na Abu Dhabi. Fujairah ikashambuliwa kwenye ghala za mafuta. Anga zote zikafungwa za nchi nyingi, ikiwemo Israeli, ikiwemo Irani, ikiwemo
Kwa hiyo kulikuwa kuna alert kubwa ya kuwa huenda tunarudi kule tulikotoka, Iraki, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, anga nyingi, Qatar, karibu anga zote zilikuwa zimeshafungwa, na mfano anga ya Israel imefungwa mpaka tarehe 8, na ndio imekuwa hivyo kuwa kuna tishio kubwa la kurejea kwenye vita moja kwa moja kwa hivi sasa baada ya kile. Sasa nimetaka kuzungumza kuhusu hili yani maana yake nini? Maana yake ni kuwa harakati za diplomasia kuna sehemu zimegota, haziendi mbele. Yani kuna sehemu zimegota na wala hasisogei. Hatuna matumaini mapya kuwa kuna nini kitakuja kuzungumzwa. Lakini tunachokiona, unajua kuna ushabiki na kuna ukweli. Tunachokiona katika kile ambacho Marekani wanasema kuwa wao ndio wanadhibiti Hormuz na Irani anasema sisi tunadhibiti Hormuz. Nani anadhibiti Hormuz? Anayedhibiti Hormuz tunaona. Kwa sababu kama ingekuwa ni Marekani ndio anadhibiti Hormuz, au kwa taarifa ya Marekani kuwa tulipitisha meli zetu na tukapitisha zingine ambazo waliwahi kusema hivyo wakati wa vita, kama mnakumbuka, kuwa tunasindikiza meli wakasema tayari tumezisindikiza, baadhi zimepita. Irani wakasema tuonyesheni hiyo video wakati mnawasindikiza ilikuwa wapi. Baadaye White House ikakanusha ikasema tulikuwa hatujaanza, na jana wamerudia hilo kutuambia kuwa kuna meli wamezipitisha, lakini hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kuwa kuna meli yoyote ilivuka kwenda upande mmoja kwenda upande wa pili. Hawajataka kututhibitishia kwa hilo. Lakini kwa nini vita iko Hormuz? Bado hujaelewa kile ambacho nakizungumza. Ni vigumu sana kunielewa mimi ukija na hisia zako za kiimani. Mara kadhaa napenda kuambia kuwa nyinyi wenye imani nendeni kwenye nyumba za ibada mkashangilia huko, au kama ina hizo imani, hii ni peji ya kisiasa. Kama una imani zako hapa YouTube kuna watu wengi sana wanaelezea huu mkasa wa Iran na Marekani katika mrengo wa kidini. Nenda kawasikilize. Kuna mashehe, kuna sijui wachungaji, kuna mapadri, wao wanaeleza hili swala katika mwelekeo wa kidini. Huko ni jukwaa lako, litakufaa. Hapa hatuzungumzi hivyo, tunaeleza uhalisia na politics ilivyo. Hii ndio anayemiliki mfereji wa Hormuz ni Irani, sio Marekani. Kwa sababu ingekuwa ni Marekani asingekuwa anapiga kelele kuwaita watu wamsaidie kufungua. Anamiliki ni Iran, na Irani ameweka mchoro mpya wa Hormuz. Sasa why UAE? UAE nimeshawaeleza mara nyingi kuwa huenda Imarati ana vitu viwili. Huenda amechagua upande mbaya katika historia, au huenda amechagua upande mzuri katika historia yake na uwepo wake. Unajua kila nchi hupanga na kuchagua. Oman walibaki kuwa neutral, wakaegemeza bega. Huwezi kusema Oman kama wamebaki kuwa neutral moja kwa moja. Oman bega lao limeinama kidogo upande wa Iran, lakini upande wa pili hawataki kukwaza pande zote mbili. Kwa hiyo mfano mara kadhaa nimezungumza kuwa hali iliyopo hivi sasa na ikatatuliwa katika msingi huu uliopo hivi sasa, moja ya nchi ambayo itafaidika sana na huu mgogoro ni Oman. Bila vita Oman ingefaidika sana au itafaidika sana, kwa sababu kile Irani anachokipigania mfano hivi sasa kuhusu Hormuz ni kwa faida ya Oman na Iran. Yani Oman atafaidika bila kutoa jasho kwenye hili. Sasa nchi ambazo mfano UAE, ni vigumu sana kuwa na adui mwenye nguvu alafu ni adui yako. Hili nalizungumza mara kadhaa. Unapokuwa na adui mwenye nguvu kukuzidi wewe, fanya vyovyote vile ufikie naye makubaliano, ima ya kisiasa, ima yoyote ya kirafiki, vyovyote vile, ili uweze kustawi, kwa sababu kutokuwa na njia yoyote. Fikiria jambo moja. UAE ni moja ya nchi yenye mikataba ya ulinzi na Marekani. Jana Irani imerusha makombora kuelekea UAE, imepiga. Marekani naye analalamika kama wengine. Lakini ana mkataba na UAE wa ulinzi. Kwa nini hakujibu kumsaidia? Kukawa na tishio la UAE kuwa wakitaka kuingia kwenye vita moja kwa moja. Naweza kusema kuwa kama wamechagua upande sahihi, iwe sahihi mpaka mwisho. Lakini kama watakuwa wamechagua upande ambao sio sahihi, basi zama za UAE zimepotea sana. Najaribu kufuatilia kwa karibu. Hii ni moja ya nchi ambayo nimeishi miaka mingi sana katika nchi za Kiarabu. Mingi. UAE. Katika nchi niliyoishi miaka mingi zaidi katika nchi za Kiarabu ni UAE. Kwa hiyo naongea ninachokijua. Uwekezaji mkubwa wa UAE ni kutoka nje. Uwekezaji mkubwa ni kutoka Iran. UAE ilifaidika sana na vikwazo vya Irani kwa kiwango kikubwa, kwa sababu unazungumza Irani, nchi yenye rasilimali nyingi sana. Huwezi kufananisha rasilimali za Iran na UAE. Unazungumza UAE, Irani, nchi yenye wafanyabiashara wakubwa sana ambao walikosa fursa ndani ya Iran na wakaenda kufanya uwekezaji mkubwa sana pale ndani ya UAE. Mabilioni ya dola zinazozunguka kwenye uchumi wa UAE ni fedha ya Irani, za watu wa Irani, wafanyabiashara wa Irani.
lakini wafanyabiashara wengine duniani wamekuja pale kufanya uwekezaji mkubwa. Hakuna uwekezaji wala hakuna ustawi bila amani. UAE ilitambulika kama kisiwa kikuu cha amani na utulivu. Ilikuwa au iko mpaka hivi sasa kuwa acha chochote na utakikuta. Nchi imekuwa safe sana ndani, lakini huenda uamuzi wao wa siasa na sera za nje ukawa ni mwisho wa uwepo taifa hili ambalo linategemea zaidi raia kutoka nje. 80% ya raia wote wa UAE ni raia kutoka nje, wamekuja kwa ajili ya uwekezaji au kufanya biashara. Kuna wimbi kubwa sana la wafanyabiashara kushift kutoka nchi ya UAE kwenda nchi zingine. Nchi za Gulf zimepoteza sana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu karibu nchi nyingi zimeingia kwenye mgogoro huu. Kwa hiyo uwekezaji mwingi kwa nchi ambayo ilisalimika na hii ni Omani pekee. Omani huenda wanakwamishwa labda na sera zao, kwa sababu sera zao bado zimekumbatia sana ufalme, haziko wazi sana kama hao wengine ambao wamekuwa wazi sana kualika uwekezaji, licha ya kuwa kuna mabadiliko kiasi tangu amekuja huyu mfalme wa sasa Haitham, lakini huwezi kufananisha kufunguliwa kwa Omani kama ilivyofunguliwa Qatar, kama ilivyokuwa imefunguliwa UAE au Saudi Arabia. Wao wamefungua zaidi na kualika zaidi. Omani bado wanaishi kwenye misingi ya kifalme kiasi kikubwa, kwa hiyo sio rahisi kufaidika na hiki ambacho kinavuruga nchi zingine. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi wanaenda mashariki ya mbali, Malaysia, Thailand, Hong Kong, wameanza kurudi kwenda kwa kasi sana, lakini wanaangalia ustaarabu wa nchi zingine, kwa sababu leo hii uwekezaji lazima ufungamanishwe na siasa. Sasa siasa ya UAE inaelekea wapi? Sera za nchi za UAE tayari zimeshaweka kama alert ya red kwa wawekezaji. Tayari lazima wawekezaji hivi sasa waanze kutazama tunataka kuwekeza wapi na tutafaidika na kipi kwa wakati gani. Ninaye rafiki yangu mmoja ambaye ni mfanyabiashara mkubwa sana nje huko. Yeye ni mfanyabiashara mkubwa sana na amewekeza nchi nyingi sana duniani. Ni bilionea. Sasa yeye aliwekeza kwenye moja ya nchi moja za Kiafrika. Sitaki kumtaja jina, lakini aliwekeza kwenye nchi moja ya Kiafrika, Sudan, kabla ya mzozo. Nadhani alikuwa kwenye nadharia ile ambayo wafanyabiashara wamekuwa nayo duniani kuwa wao wanaangalia biashara na uwekezaji wao. Lakini alipata hasara kubwa sana baada ya mali zake zote kuangamizwa kule Sudan. Siku moja nilikuwa nikizungumza naye, ananiambia hivi sasa hafanyi uwekezaji kwenye nchi yoyote bila kuangalia sera za nje za nchi zikoje, au sera za ndani, nchi ina uhusiano na nani, ili tuweze kufanya uwekezaji. Kwa hiyo si yeye tu, huyu ni mmoja wa wafanyabiashara ambao duniani ni lazima waweze kutazama kwanza kabla ya uwekezaji. Kwa hiyo naweza nikasema kuwa ikiwa UAE imechagua sehemu nzuri, basi sitegemei haya yanayotokea, lakini kama UAE imechagua njia mbaya, basi UAE ni nchi ambayo inakwenda kudondoka, wala bila shaka inakwenda kuanguka kabisa, kwa sababu ni nchi ambayo inaendeshwa na mikono kutoka nje, sio nchi ambayo inaendeshwa na wenyewe. Fikiria kuwa 80% ya raia wote wanatoka nje na sasa wanaangalia ustaarabu mwingine. Wengine wanakwenda Ulaya na wengine wamekuwa wakichagua kwenda nchi zingine. Nafasi ya UAE iko wapi hapo mbele? Wamechagua kuwa karibu zaidi na Israeli, wamechagua zaidi kuwa karibu na Marekani. Ustaarabu wao unakwenda wapi? Ukweli kuwa hii nchi inaelekea mbali. Katika kipindi ambacho kuna mgogoro mkubwa, UAE imefanya operation kubwa sana ndani ya nchi kufuatilia raia wengi wa Irani na kuwarudisha kwao, yani wamepewa muda. Raia wengi wa Pakistani ambao ni Shia zaidi ya 15,000 wameondolewa ndani ya UAE, na baadhi ya vyombo vya habari vinasema kuwa wameondolewa huku mali zao zikizuiliwa zisiweze kutoka. Misikiti mingi ya Shia UAE imekuwa ikifungwa, na moja ya taasisi kubwa, hata hospitali moja ya Irani iliyopo pale imefungwa, ya miaka mingi sana imefungwa. Kwa hiyo ni kama rasmi vita ya UAE na Irani iko wazi. Ugumu ni kuwa sidhani kama UAE anaweza kuhimili hili, na hata pale UAE anapodhani kuwa anazo nguvu sana za kukabiliana na Irani, sijui nini kinachompa cha kufikiria kuwa hizo anazo, kwa sababu mara kadhaa huwa ninapenda kuambia hakuna nchi duniani ina ulinzi bora zaidi wa anga kuzidi Israeli. Hata Marekani hafiki. Israeli ndio nchi namba 1 duniani yenye ulinzi bora kabisa wa anga, Israeli, lakini imeshindwa kuhimili makombora ya Irani na yameleta madhara makubwa sana na yanafika sehemu zinazotaka. Sasa kwa hii nchi ambayo imejengwa kwa vioo vitupu, kila nikitazama kama inachokitaka, kwa sababu ukiwasikiliza UAE kama vile wanataka kuwa tupigane na Irani, lakini nikitazama nchi hii ya vioo, sijui wanaweza kupigana mpaka wapi au wanachotaka kipi. Kumekuwa na hamasa kubwa. Kuna mtu mmoja nilikuwa nikimsikiliza, mmoja wa wachambuzi wakubwa nao waheshimu sana kwenye ulimwengu wa Kiarabu, anawaambia watu waliopo UAE, kama upo UAE ondoka, na kusihi ondoka, kwa sababu hakuna kitu kingine zaidi ya kuondoka.
ndio salama yako. Ikiwa unataka kurejea UAE, basi kapumzike nchi yako mpaka pale hali itapokuja kuwa nzuri uweze kurudi. Sasa kwa sababu ya UAE ni nchi ambayo imekuwa kinara wa harakati za vita kati ya Iran, Marekani na Israeli kuelekea Irani, ndio maana unaona kuwa ni nchi ambayo imekuwa ikilengwa zaidi na ikishambuliwa zaidi. Uratibu wa nchi zote ambazo zimeshughulika kuishambulia Irani ambao umeshughulisha nchi za Ghuba, UAE imeshiriki kwenye hili kwa zaidi ya 60%. UAE ndio imeshiriki katika hii vita. Kwa hiyo wale wengine wamebaki na ile 40%, lakini uratibu wa vita nzima, mashambulizi, bila hivyo ingekuwa kazi, lakini UAE imeratibu kwa zaidi ya 60% hii vita. Ndio maana unaona kuwa ukitoa Israeli, nchi iliyopokea mashambulizi makubwa ya Irani, UAE inafuata kuwa imepokea mashambulizi makubwa ya Irani. This is not mistake. Ni kwa sababu ya kile walichokipanda. Sasa pale UAE wanapojaribu kutaka kuingia kwenye hii vita, unakaa unajiuliza mara tatu kuwa sijui kipi ambacho wamekiweka kama kinga, kwa sababu hata huyo ambaye anawakinga ameshindwa kujikinga. Manake kuwa hata kambi zake kazikimbia. Sasa sijui UAE anataka kufanya nini. Jamani, muda utatupa majibu, lakini naweza nikasema kuwa wako step ndogo sana kuelekea kuvunjika kwa makubaliano ambayo ni dhaifu. Niwatakie kila la kheri na asanteni sana, shukran. Inshallah tutakuja kuzungumza mara nyingine hapo baadaye inshallah.